Jumapili ya matawi au Jumapili ya mitende katika mwaka wa kanisa la madhehebu mbalimbali, hasa waumini wa dini ya Kikatoliki. Ndio siku inaadhimishwa jinsi Yesu Kristo alivyoingia mara ya mwisho Yerusalemu ili kufa na kufufuka kwa wokovu wa binadamu wote, hasa waumini wa dini ya Kikatoliki, kama anavyosimulia padri wa kanisa Katoliki la Mtakatifu John Paul wa pili, Padre Lucas Juma Nandemu. Leo tumesherehekea siku ya Jumapili ya matawi, Passion Sunday or Palm Sunday. Siku hii tunakumbuka Yesu akiingia Yerusalemu na pia akiweza kushangiliwa na watu wakibeba matawi ya mitende. Na katika kanisa siku hii ndio inaanzisha juma la mwisho la kipindi cha Kwaresma, ambayo kilele chake kitakuwa kufa na kufufuka kwake Kristo. Na Wakristo wote wamealikwa leo, wamesherehekea siku hii kwa kubeba mitende kwa huo ukumbusho, na tunaalikwa sote tuweze kushiriki kikamilifu shughuli za hili juma, kwa sababu ndizo zinatukaribisha sana kwa the highest moment ya Ukristo wetu. Na hata ukiangalia liturujia Katoliki wiki hii itakuwa ya ndani sana kuweza kufafanua mafumbo ya yaliyotukia wakati Yesu alituletea ukombozi. Ni siku inayotukumbusha kabisa, na tunakumbuka ni mwanzo wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo aliweza kushangiliwa akienda Yerusalemu, na kufululiza tu, maana kuanzia kesho tunaendelea kusherehekea misa za kawaida, na hapo ndipo imani yetu kama Wakatoliki inaonekana kabisa. Kadri ya injili zote, siku hiyo ilishangiliwa na umati mkubwa, hasa vijana, kwa kutumia matawi ya mitende. Ndio asili ya jina, huku wakiimba Hosana mwana wa Daudi. Kufuatana na habari hiyo, mara nyingi waumini wa Kikatoliki wanafanya maandamano ya ibada wakiimba na kupunga matawi ya ngani mara nyingi ya mitende inapopatikana, kulingana na taarifa iliyomo katika Injili ya Yohana. Jumapili hiyo ya mitende ndio mwanzo wa juma kuu linaloadhimishwa matukio makuu ya historia ya wokovu kadri ya imani ya waumini wa dini ya Kikatoliki. Haya yote Ijumaa tutaelekea kwenye njia ya msalaba, ukumbusho wa Yesu Kristo alipobeba msalaba kwa ajili ya dhambi zetu hadi kufika Golgotha. Na baadaye tutakuwa na ibada siku hiyo ya Ijumaa. Baadaye tutakuwa na ibada ya kuabudu msalaba, ukiwa ndio kitovu cha ukombozi wetu. Tuweze kuwa na hiyo imani, tukijua ya kwamba safari ya mkombozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo aliposafiri akienda hadi kamatwa, aliposhikwa siku ya Ijumaa, na akisha akasulubiwa na mwisho akafa, ni kwa ajili ya dhambi zetu. Tangu mwaka wa 1985 kwa uamuzi wa Papa Yohane wa pili, katika siku hiyo kanisa Katoliki linaadhimisha pia siku ya kimataifa ya vijana, kwa sababu kadri ya injili watu wa rika hilo ndio waliomshangilia zaidi Yesu akiingia Yerusalemu. It is by the cross ndio Kristo aliweza kutukomboa sisi dhambini. So tunawatakia Kristo wetu wakati mwema wa sala, wanaalikwa waepuke maovu na wajiunge hasa sana na familia zao, ili tukaweze kuelekeza walio wadogo mafumbo haya ya imani kwa vizazi vijavyo. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.